Kwanza niwapongeze vijana wetu kwa maana ya wachezaji. Mechi ile ya kule Misri wamepambana sana kusema kweli, ya uwezo wao. Bahati haikuwa yetu tu, lakini nyinyi waandishi mmeangalia kwenye ma-TV, wengine mmekwenda kule, mmeona vijana walivyopambana ugenini. Na wazee wetu wa zamani, wazee wa zamani kwa warefu sana, walikuwa na msemo wao, mcheza kwao utunzu, cheleko cheleko na mwenye mwana. Na hiyo yote nazungumzia nyumbani. Sasa wale wametunzwa kule kwao na cheleko cheleko wamefanya kule kwao, sasa wanakuja kwetu hapa sasa. Uwanja wetu sisi, uwanja wa nyumbani. Shukuru bodi ya Simba ambayo inaongozwa na mwenyekiti wetu Mohamed Dewji pamoja na makamu wake hapa wa bodi Mangungu kwa kutukumbuka wazee wao, kwa kutupa nafasi kama hii ya kuzungumza leo. Niwapongeze sana mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti. Naomba mwenyekiti, kuna jamaa walikuwa wanasema hivi, unajua hata tumekataa kucheza kwa sababu kulikuwa na watu wafupi. Sasa Waarabu nakwambieni wanakuja warefu sasa. Ni Waarabu ni wanakuja watu warefu, wale wafupi tumeka balance huko. Na wasubiri jamaa zetu. Si ndio woga nyama mnaogopa watu wafupi. Baba yako mrefu. Kwa hiyo nataka kuambia Waarabu, tarehe 9 hawatoki Waarabu. Hawatoki. Mwenyekiti, andaa basi la mwendo kasi. Mimi naamini utapotea njia tu Waarabu. Waingie humo, watokee Kongowe, tokee Mtwara, wapande mbele waende kwao. Kudada deki. Hii ndio Simba bwana. Si mtaona pale? Watu warefu tutawaleta, na mimi nitawaongoza watu warefu, watakuja uwanjani, Waarabu watakimbia. Wakivaa msuli na sisi tunavaa msuli. Kudada deki. Wakivaa kanzu na sisi tunavaa kanzu. Kama siara nini? Simba kitaka jambo lake afike mchezo. Manake bio silembilembi, hakuna siasa hapa. Wale watoki wale. Sio mshukuru refa siku ile tu kule. Tena hadi mimi naona katika nchi ambazo labda ukiangalia VAR sijui. Wale wa Saudi Arabia ndio wako sawa sawa. Goli limeingia, wataonyesha yaani wao mdono wanaonyesha tu. Sisi huko refa namba anasema goli tu hilo. Hata kwenda kuangalia. Sasa subiri basi. Hatakuwaoni tena yule. Si mnanisikia nyinyi vijana? Mimi ndo Fidemash. Waarabu tarehe 9 watatafuta mlango wa kutokea. Aga wewe Waarabu bwana. Nasema bwege. Sema bwege sisi. Tusubiri tarehe 9 pale. Naona imani sana kama. Mungu. Lakini mimi naamini kabisa vijana wa timu yetu ya Simba ina uwezo mkubwa sana. Kubwa mno. Na sisi tunataka kuchukua kikombe. Sio kuingia nusu. Tushaingia finali kwa wakati Azam akiwa mfadhili wetu. Tumeshaingia finali 93. Kilichobakia sisi kuchukua kikombe tu. Na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu huu mwaka huu kikombe kinakuja hapa. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwani kuna nini? Hoja Mwarabu ukimwangalia sana hivi anaanguka mwenyewe. Hamjawacheki wa jamaa. Mwarabu hapendi kuangaliwa usoni. Sasa mwenyekiti. Kama uwezi nipe hiyo kazi. Tawadeki wa kwenye gari naangalia kwenye basi lao na waangalia wanachukua 6 tu pale.
Kwa hiyo mimi niwaambie ndugu zangu, kwanza nashukuru uongozi wetu umeifanya Simba imekuwa moja. Tuko wamoja sawa sawa. Tunaishi kwa kupendana. Kama kuna mtu matatizo yake basi ni yeye. Akisema kweli Simba tumekuwa kitu kimoja kwa muda mrefu sana sasa. Na ndio maana tunafanya vizuri. Na ndio maana kuna watu wengine hawataki umoja wetu uendelee. Kwa hiyo wana Simba wa ndani ya Simba yoyo kutoa maneno ya ajabu nini. Umoja ni nguvu bwana. Umoja ni nguvu. Bila umoja fika wapi ndugu zangu? Wana Simba wote tushikamane. Tarehe 9 Ahmed Ali anafanya kazi sana unajua. Katika kuhamasisha. Njooni uwanjani. Tutoe support kwa vijana wetu. Tushangilie pale uwanjani. Na jamaa nao njooni vile vile. Njooni muone. Hata mkiweza kuvaa misuli vaeni misuli. Njooni. Wale jamaa zetu wengine wa Tanzania wenzetu wale, si mnaojua ambao wanaogopa sana watu wafupi. Njooni tu uwanjani mje kutoa support kwa timu yetu. Lakini hasa leo nakwambia nami naambia vijana Mwarabu tarehe 9 atatafuta mlango wa kupitia. Unielewa Mlango wa kupitia. Na bahati mbaya sana kwa sababu ndio hivyo tu. Ungenipeleka mimi kule Misri. Si unakumbuka na Zamalek, unakumbuka? Walifikia Mwarabu mwenzangu, unakumbuka? Pira umekwisha bila shangilia Simba. Ndio shaondoka. Lakini bwana nyinyi mnaopeleka watu wengine. Tulipeke na watu wa mpira. Mimi nawashukuru sana. Asante sana.